Ninawakaribisha wapenzi watazamaji wa hichi kituo ili niwachanganulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu ukapiga subscription, kwa sababu ukifanya hivyo utajikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyapakia. Vita ambavyo Samia aliweza kusimamia kama rifari baina ya maafisa wa polisi ambao waliweza kutumia mtutu wa bunduki na kuwaua raia ambao hawakukuwa na hatia yoyote na kuwatesa raia wa Tanzania. Sioni vita hivyo kati ya polisi na raia Tanzania vikiisha hivi karibuni. Sioni, kwa sababu kuna mgawanyiko ambao umetokea kati ya polisi na raia Tanzania, na wananchi wamesema kwamba hakuna siku ambayo wataelewana na polisi. Mfano, kuna kanda ambayo nimeweza kutumiwa kutoka Tanzania, na kisa hichi kiliweza kutendeka mnamo siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari mwaka 2026, mahala ambapo raia ameweza kumvunja mguu polisi. Sijui ni kipi ambacho kiliweza kujiri, lakini ninaelezwa kwamba mwenye ameweza kumvunja mguu afisa wa polisi ni bodaboda, na huyu bodaboda alikuwa kwenye shughuli zake za kutafutia familia yake mkate wa kila siku, lakini ikaonekana kwamba polisi waliweza kufanya makosa, wakazozana. Ukiweza kuangalia hapo kwenye kanda ambao nitakuwekea, utaona maafisa zaidi ya watatu hapo. Kipindi ambapo walizozana, mwendesha bodaboda akaamua kupita na polisi, akamvunja mguu, akaacha bodaboda hapo, akakimbia akaenda. Utasikia raia wakisema kwamba pikipiki watanunua nyingine. Wananchi badala ya kwenda kumsaidia yule afisa wa polisi, wanamwambia unajua haje, kama ni pikipiki, kama ni bodaboda, tutanunua nyingine. Mgawanyiko na mpasuko ambao umeweza kutokea kati ya raia wa Tanzania na jeshi la polisi, sioni ukiisha hivi karibuni. Kimbia bike hiyo kashamvunja polisi miguu kama hivyo, raia ndo nyomi. Bodaboda, yani askari anavuka ti maeneo haya kweli? Uona vukaje maeneo haya? Si mazoea na barabara na kujiletea mababa. Sasa askari ndo uvuke hapa. Haya, ushavunjwa miguu sasa. Jamaa kaacha bike, tutanunua nyingine hiyo. Nina imani kwamba umeweza kuangalia na umepata taswira kamili ya yale ambayo ninazungumza. Utaniambia wazi kwamba jinsi ambavyo raia hao wanazungumza, yule ambaye alikuwa na makosa ni polisi. Kipindi ambapo umeweza kumsikia huyu mwanakaka akipiga kelele akimwambia kwamba polisi sijui imekuja kusumbua watu hapa, ona sasa umevunjwa mguu, ametoroka.
pikipiki tutanunua nyingine. Ni kumaanisha kwamba hawa jeshi la polisi ndio walikuwa na makosa. Imefikia mpaka kipindi ambapo hata jeshi la polisi akipata matatizo, akipatwa na shida, hakuna raia mwema mwenye anaweza akawaokoa au anaweza akawapea msaada. Hilo ni jambo la wazi, hata wewe unaliona. Hakuna raia mwenye anaweza akawapea kitu ambacho kinaitwa msaada wa dharura. Unajua, kabla aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Tanzania Simbachawene kuondolewa madarakani na Samia Suluhu Hassan, alikuwa ameanzisha mchakato angalau wa kuleta uhusiano mzuri, uhusiano mwema kati ya polisi na raia. Mahala ambapo Simbachawene yeye alikuwa amesema kwamba anaona ni vizuri iwapo polisi atapata matatizo, upate kwamba mwananchi au raia mwema anajitokeza na kumpea msaada. Iwapo polisi atapata changamoto, raia mwema au mwananchi mwema ajitokeze wampe msaada. Lakini je, umeona raia wakijitokeza kumpe huyo afisa wa polisi msaada? Wamemwangalia tu akiwa anabebwa hobela hobela na wenzao. Ni kumaanisha kuna mgawanyiko na mpasuko ambao umetokea kati ya polisi na raia, na haya yote yanasababishwa na matendo mabovu ya jeshi la polisi Tanzania. Matendo mabovu ya jeshi la polisi, mahala ambapo jeshi la polisi wanajiona kwamba wao hawawezi wakakosea, hawawezi wakahitaji msaada kutoka kwa raia, hawawezi kosea kamwe. Mara nyingi utapata jeshi la polisi linawadhulumu wananchi. Mfano, uliweza kuona kipindi cha maandamano walikuwa wanapiga raia risasi ovyo ovyo, mabomu ya kutoa machozi ovyo ovyo, wanakamata wananchi ovyo ovyo na kuwapoteza na hata kuwacharaza. Unahisi mwananchi kama huyo mwenye mmeweza kutesa, akikupata wewe polisi, bahati mbaya umepata matatizo, atakusaidia kweli? Polisi waliweza kutumika kuwakandamiza wananchi kipindi ambapo Samia aliweza kuiba kura. Wakasahau kwamba hawa ambao wanakandamiza ni ndugu zao. Mnahisi kwamba mkipata matatizo wananchi watawasaidia? Sasa nikimalizia, mpenzi mtazamaji, kitu ambacho kimechangia mpaka wananchi hawaheshimu polisi, hawataki kupea polisi msaada, ni kwa sababu matendo mabovu ya polisi. Polisi anajiona kwamba amefika, anajiona kwamba yeye hawezi akahitaji msaada, anajiona kwamba yeye sasa ndio serikali. Kama yeye ndio serikali, mbona basi Samia kumsaidia? Sikiliza jinsi ambavyo raia wanasema. Huyu anaitwa Ayam Rajab Raja, anasema kwamba huyo mwanakaka mwenye ameacha bodaboda hapo na amekimbia atume namba tumshukuru kwa hicho kidogo alichotupatia, ikiwezekana anunue nyingine. Yaani raia wanasema kwamba wanamshukuru kwa kumgonga huyu polisi, aweke namba wamchangie nunue bodaboda nyingine. Neema Chonzaile naye akasema kwamba kidogo hichi tumepokea baba. Amani Hussein naye akasema kwamba
atoe namba tumchangie akanunue bodaboda mpya tena, ikibidi apate 2, moja kama malipo ya kazi nzuri aliyoifanya. Mathias akasema hivi, kavunjwa mguu tu au shingo? Naomba kujua ili niagize Pepsi ya baridi. Philip Haonga akasema, mimi namshauri bodaboda apenyeze namba yake ili tumchangie pesa ya kujikimu huko aliko. Mwingine akamalizia hivi, sitaki niweze kuchukua muda wenu mwingi. Safi sana, hongera kwake, tutamchangia pata bodaboda nyingine, ila huyo askari amepata alichokuwa nakitaka. Salim Bwana Waiti akasema kwamba safi sana, angempasua tumbo kabisa. Unaona yale ambayo nimekuwa nikizungumzia kwamba uhusiano mbaya ambao polisi wameujenga kuja kwa raia, hivi vita havitaisha hivi karibuni. Polisi siku moja watapata ajali, raia wawaangalie bila ya kuwapea msaada kwa sababu ya ujinga mwingi ambao polisi wako nao. Tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki.